Online TV. Ndugu zangu waandishi wa habari, kwa majina naitwa Dr. Hamisi Masudi. Ni mkurugenzi wa taasisi ya Everlasting Legal Aid Foundation. Tunajishughulisha na utoaji wa huduma za misaada ya kisheria, elimu za kisheria, lakini ni pamoja na utetezi wa misingi ya haki za kibinadamu nchini Tanzania. Lakini ikiwemo ni pamoja na kuishauri serikali katika swala zima la kutunga sera, ili sera zinazotungwa ziweze kuendana na wakati, ziweze kuzingatia misingi ya haki, ikapate kuzingatia misingi ya uhuru na kufanya utu wa mwanadamu kuonekana ni mtu kamili, ni mwanadamu kamili mwenye asili kamili, na kuonesha kwamba binadamu hatupaswi kuishi katika misingi ya kitwana, misingi yenye mawazo ya kimwafidhina. Hivyo basi, ndugu zangu waandishi wa habari, tunafahamu kwamba panapo majaliwa yake Mungu, hapo kesho siku ya tarehe 9 Disemba tunakwenda kufanya maadhimisho ya uhuru. Na mimi na sisi taasisi tukasema basi ni vyema tuweze kusema neno, na sisi tuitumie haki yetu hiyo ya uhuru, ambayo ni haki yenye misingi ya kifalsafa inayolindwa kwa mujibu wa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tutumie uhuru huu tulionao kuweza kutoa maoni yetu katika jambo zima la haya maadhimisho ya uhuru, licha ya kwamba serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imetoa tamko rasmi kwamba hakutokuwa kuna sherehe ambazo mara nyingi zinafanyika kila mwaka, na badala yake ile bajeti iende au ielekezwe katika sehemu mbalimbali, labda masuala ya afya, ukarabati wa miundombinu na zile sehemu zote ambazo zilikumbwa na kadhia mnamo siku ya uchaguzi. Lakini tamko hilo haliondoi ile ya haki ya sisi wa Tanzania kuendelea na maadhimisho ya siku ya uhuru, kwa sababu tunavyosemea swala la uhuru, kama nilivyosema, kifalsafa uhuru ni nini? Kifalsafa uhuru ni haki ya kuzaliwa, yaani mtu tu unapozaliwa basi wewe ni binadamu huru. Lakini uhuru ni utu wa mwanadamu na hali ya kujiamulia mustakabali wetu au mustakabali wangu, wetu kama taifa, wangu kama mimi. Kwa tunavyokuwa kama taifa, tunavyosimama kama taifa, tunasema ni hali ya kujiamulia mustakabali wetu, lakini ni nguvu ya kujenga ustaarabu wetu. Hiyo ndo swala zima tunavyosema uhuru wa kifalsafa. Na tunavyosemea uhuru, maana yake hatuwezi kusemea uhuru pasipo amani. Na uhuru na amani nazo ni haki za msingi. Watu wengi wanasema tu hakuna amani pasipo haki. Nayo amani ni haki kwa mujibu wa sheria, kwa mujibu wa kifalsafa, kwa mujibu wa mwenendo. Kwa hiyo uhuru na haki, na uhuru na amani nazo ni haki za msingi. Na tunavyosemea, tunasema kwamba taifa lenye uhuru pasipo umoja ni taifa dhaifu. Taifa lenye umoja pasipo amani ni taifa hatari. Taifa lenye amani, umoja na mshikamano ni taifa lenye matumaini, ni taifa imara. Kwa sababu tunaweza tukasema kwamba amani ni zao la diplomasia, jambo la kwanza. Lakini diplomasia yenye kuzaa maendeleo, na maendeleo ni matokeo ya uhuru.
jambo lipo katika mustakabali huo. Kwa hiyo tunapoadhimisha uhuru, nini tunakumbuka? Kwa sababu kwanza uhuru si tukio tu la kihistoria. Tunapoadhimisha uhuru, tunaangalia tumetoka wapi. Tunaangalia historia yetu. Tulitoka wapi, tumejengaje misingi ya taifa. Tulipotoka tunafahamu, tumetoka kwenye taifa lenye umoja na mshikamano, taifa ambalo lilijengwa katika misingi ya kidini, taifa limejengwa katika misingi ya uzalendo, na taifa limejengwa katika misingi ya uwajibikaji. Kwa maana kwamba hata viongozi kwamba dhamana walizonazo, kwamba dhamana ina misingi ya uwajibikaji. Ingawaje sasa kwa sasa hivi kidogo tunavyohubiri uzalendo tumekuwa tukihubiriwa vijana. Lakini na wao waliokuwa madarakani hawajui kwamba na wao wanapaswa kuwa na hiyo hali ya uzalendo. Kwa tulipotoka tumetoka katika misingi hiyo, umoja, mshikamano na amani. Na Watanzania walikuwa na matumaini ya kujenga taifa lenye haki. Na ndio maana tumekuwa na amani wakati wote. Sasa tulipofika au tulipo sasa, kimekuwa ni kitendawili ambacho waliokanga mbuyu wanataka kutuachia vibogoyo. Au ni kitendawili ambacho kama ilivyowahi kunenwa kwamba kuna kijungu cha pwaga pasipo moto jikoni. Wateguzi wakaingia mitini. Lakini jawabu lake lilikuwa ni kisu cha ngaliba na jando la taifa. Lakini tulipofika sasa tunahitaji hizo busara. Kwa maana kwamba tulipo sasa watu wameanza kuzungumzia masuala ya udini, ambapo sisi hatukujengwa katika misingi ya udini. Hili ni taifa uhuru, taifa lenye umoja na mshikamano, ambao nyakati zote tumepiga vita udini, tumepiga vita ukabila, tumejijenga kama Watanzania, tunazungumza lugha moja, watu uhuru, tunatoka sehemu moja kwenda nyingine. Hata ukisikia mtu anakugongea usiku wa manane unajua ni jirani anahitaji msaada, utakwenda kumfungulia. Lakini tunapotaka kwenda sasa kwamba ukisikia mtu anagonga mlango unajiuliza ni nani? Ni ofisa wa kutoka idara fulani au wasiojulikana au kuna shida gani? Ambapo hatupaswi kufika huku, na hii ndo hatari ambayo tunabidi tuikemee. Kitu cha kwanza, kauli za udini zinapaswa zikatazwe, zikatwe mizizi. Hazifai. Tujenge taifa lenye umoja, kwa sababu taifa lenye umoja ni taifa imara. Taifa lenye umoja ni taifa ambalo linaweza likakabiliana na matishio yoyote ya amani, au likakabiliana na adui wa taifa ambao anataka kuisambaratisha amani, aidha alitaki taifa mema. Kwa hiyo kauli za udini ambazo zinaanza sasa hivi zinapaswa kukemewa vikali. Lakini pia viongozi wa dini tunaona walikuwa wameunda hizi kamati za amani. Sasa tunashindwa kufahamu hizi kamati za amani zinafanya kazi yake pasavyo, kwa sababu zile kamati za amani za viongozi wa dini, kitu cha kwanza ilizingatia madhehebu mbalimbali, yani dini zote walikuwa mule. Lakini sasa leo hii tunavyosikia kwamba labda Waislamu wanatoa maneno dhidi ya Wakristo, Wakristo wakitoa maneno dhidi ya Waislamu, tunabaki kwenye kutendawili kulikoni, kunani, twatokaje, twaendaje? Kwa maana yake ni kwamba hizi kamati za amani zimewekwa tu na watu wakisema zipo, lakini inaonekana kwamba hazifanyi kazi zake ipasavyo. Na ndio maana tumekuwa na matamko mengi, yani kila mtu anaweza kukaa msikitini akasema yake, mtu anaweza kukaa kanisani akasema yake. Kwa hiyo hakuna zile kamati za amani tukasema kamati ya amani imekaa, hili ni tamko la kamati za amani ambayo zilizozingatia dini zote. Kwa hiyo viongozi wa dini ni vyema wajenge sana mahusiano na hizi kamati za amani. Lakini pia wajikite katika kukemea yale ambayo yanapaswa, ambayo yapo katika vitabu vya Mwenyezi Mungu. Kwa mfano, hivi karibuni watu wameanza kujiuliza kwamba heshima ya vitabu ambavyo vinaaminika ulimwenguni, ambavyo ni vitabu vitakatifu, iko wapi? Leo hii tuliona katika Muhimili mtu ameshika kitabu cha Mwenyezi Mungu,
mathaf bila kuwa na stara, na akala kiapo, Mungu nisaidie. Sasa katika imani utajiuliza, kile kiapo kimekizi kisheria, kitakuwa kimekizi katika imani, kwa sababu katika imani kushika mathaf maana yake ni lazima uwe na stara, ina utaratibu wake. Tumeona mahali fulani diwani ameshika mathaf akiwa na rasta, anasema Mungu nisaidie. Sasa unategemea kwamba watu hao wamemuomba Mungu nisaidie kwa kushika vitabu vitakatifu. Je, katika imani hawatakuwa na laana kwa sababu wamepuuza hata yale matakwa ya imani yanavyoeleza? Mamea, speaker ambao na wao ni sehemu ya imani, kwamba wanashindwa kujua hizi kanuni za ujumla. Kwa maana yake muda mwingine tunasema tunajenga taifa lenye hofu ya Mungu, kumbe hatujengi taifa lenye hofu ya Mungu. Mtu anakwenda kuapa ni kwa sababu muda mwingine hajui hata nini maana ya viapo. Na watu wengi sasa hivi wanaapa tu, hawajui sheria ya viapo inasemaje, ipoje. Ndivyo mtu anaapa tu. Hili pia ni dosari. Kwa tulitegemea viongozi wa dini wangejikuta katika kukemea haya. Lakini leo hii sasa wamejitoka katika misingi hiyo ya kukemea ufauo ambao unaendelea, watu kudharau vitabu vya Mwenyezi Mungu, kuvitumia vile wanavyovijua wao, tofauti vile inavyopaswa. Wamehama katika mijadala, wameingia katika mjadala ya kitaifa, lakini mjadala ya kitaifa ambao wanaingia, basi tusimame kwenye mjadala wa kitaifa, lakini badala yake imekuwa ni kuanza kutoleana lugha za kushambuliana sisi kwa sisi. Vita ya udini ni vita mbaya sana. Vita ya kiimani ni vita mbaya sana. Na tusipokuwa wakali hapa, serikali na wadau mbalimbali, tutatengeneza taifa ambalo lenye hatari kubwa. Tutapoteza hadhi ya taifa, ambapo vizazi vinavyokuja kurudisha hadhi ya taifa itakuwa ni gharama kubwa sana. Kwa hiyo ni vyema mashehe, masharifu, mapadri, maaskofu, ni vyema sana kuacha kauli za udini, tujikite kwa yale ambayo yameamrishwa na Mwenyezi Mungu, tulinganie uhuru, kwa sababu katiba imesema kila binadamu yupo uhuru na yuko huru kuamini kile anachokiamini. Uhuru wa kiimani, uhuru wa kuabudu unalindwa kwa mujibu wa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na hii ni haki ya asili. Watu wasimamie huo mustakabali. Dini zote zimelingania amani, dini zote zinaeleza amani. Viongozi wa dini wajikite katika kusii amani. Kujiuzulu ni ujasiri, kujiuzulu pia ni uzalendo. Mmetuhubiria vijana uzalendo, basi naomba nao wazalendo. Hizi ndo salamu ambazo tunasisi tuitume kuelekea siku za uhuru. Kwa hiyo tunatuma salamu watu waache udini, tujenge umoja na mshikamano, tujenge diplomasia makini. Lakini pia vile vile kama tulivyosema kwamba uhuru ndio ulisi mkubwa tuliopewa. Amani ndio wajibu mkubwa tuliopewa. Umoja ndio silaha tunayopaswa kuitunza. Kwa lazima tutunze umoja wetu. Tuondoe udini, tuzungumze kama Watanzania. Tukae katika misingi ya kizalendo. Lakini tujenge diplomasia. Na tunapoelekea siku ya uhuru, ni lazima tukumbushane ni kwamba mahusiano ya kidiplomasia ya kitaifa na kimataifa ni sehemu ya uhuru wetu wa kiuchumi na kijamii. Diplomasia ni mlango wa maendeleo. Uwekezaji wa kimataifa pia unaongeza ajira na upatikanaji wa teknolojia. Unaongeza maarifa, tunabadilishana ujuzi. Tanzania inahitaji dunia kama dunia inavyohitaji Tanzania. Kwa pia hapa nikasema ni vyema tukumbushane. Na maanisha nini ni kwamba viongozi wetu au wale wote ambao wamekasimiwa madaraka na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wajue mamlaka yao na madaraka yao ni kwa sababu ya umma ya Watanzania, kwamba wao watapita, taifa litaendelea kubaki. Ni vyema pia kujihadhari na matamko. Waswahili wanasema ulimi hauna mfupa, lakini ulimi unaweza ukabomoa sehemu kubwa sana, na ulimi unaweza ukajenga sehemu kubwa mno. Kwa hiyo wakuu wa mikoa, wakuu wa wilaya,
makamishna mbalimbali, mabalozi mbalimbali, huu ni wakati wa kufanya ustamilivu, ni wakati wa kufanya subira, ni wakati wa kutanguliza uzalendo, ni wakati wa kuendelea kumuomba sana Mungu ili tuendelee kujenga mahusiano mazuri, ili kujenga uchumi imara. Kwa hiyo kwamba tunavyoadhimisha uhuru, mahusiano ya kitaifa na kimataifa ni sehemu ya uhuru wetu wa kiuchumi na wa kijamii. Kwa hiyo ndugu zangu waandishi wa habari, kama ambavyo nimekuwa nikisema mara kwa mara, kwamba viongozi wa vyama vya siasa, tunao sheria ya vyama vya siasa, vyama vingi. Lengo la kuundwa sheria na lengo la kuundwa hivyo vyama si kwa sababu ya kuchochea migogoro na sio sababu ya uvunjifu wa amani. Manake ni kwamba tunatanguliza maslahi mbele ya taifa. Bendera ya taifa inapaswa kuwa na nguvu kuliko bendera zote, kwa sababu baba Tanzania, mama Tanzania. Ni lazima tuliombee taifa letu amani na salama. Na hatuwezi kusema kusiwe kuna migogoro, ila iko migogoro hasi na migogoro chanya. Iko migogoro ambayo inajenga, iko migogoro ambayo inabomoa. Lakini inapotokea migogoro, maana yake tunapishana kilani na kifikra, ndo tunatakiwa tukae mezani tutazame sasa tunajengaje hapa. Kwamba mwenye hoja asikilizwe. Alikuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wa awamu ya 4, Mheshimiwa Jakaya Mrisho Kikwete, aliwahi kusema hoja haipigwi rungu. Kwa mujibu wa napenda kunukuu, hoja haipigwi rungu. Manake hata kama ni wachache wasikilizwe. Baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere aliwahi kutuambia kwamba umoja ni silaha ya wanyonge. Tunapokuwa na umoja, manake tunaweza tukakabiliana na hali mbalimbali. Tukiwa kwenye umoja, tutapokuwa kwenye mgawanyiko, manake hatuwezi kukabiliana na hali mbalimbali. Na aliwahi kuzungumza na wadau mbalimbali, hususan katika mjadala wa kuwa na chama kimoja au vyama vingi. Aliwahi kusema chama kimoja hatari yake kinaweza kujisahau. Kikasema kwamba mimi nimeshapewa kwamba kama hati miliki, yani maana yake ukitafsiri kwa mapana yake kwamba mimi nitakuwepo tu. Kwa hiyo muda mwingine kinaweza kikapuuza maoni ya wananchi, yale wananchi ambao wanahitaji. Wakaona mlango wa kutokea ni kuanzisha vyama vingine ili kuchochea kasi ya maendeleo. Kwamba wewe ukipuuza matakwa ya wananchi, unapaswa ukae pembeni kwa mchakato wa kidemokrasia. Na ndio dhumuni la kuundwa vyama vingi. Kwa hiyo maana yake ni kwamba hata tunaposema kuna watu wachache, hatupaswi kuwadharau. Tunapaswa tukae na kusikilizana. Kwa hiyo salamu zangu ndo kama hizo, ni kwamba vijana tunakubali kuwa wazalendo. Tunakubali. Vijana tuna wajibu wa kulinda taifa. Tunakubali. Vijana tuna wajibu wa kulinda rasilimali zetu za taifa. Tunakubali. Vijana tunapaswa kukemea maovu kwa mtu yoyote aliyokuwa ndani ya madaraka na nje ya mamlaka, yani ndani ya utumishi wa umma na nje ya utumishi wa umma. Tunakubali. Vijana tunakubali kwamba swala la uaminifu kwa taifa si jukumu la watumishi wa umma pekee kwa mujibu wa wale kanuni za utumishi wa umma au sheria za utumishi wa umma. Ni jukumu la kila Mtanzania mzalendo. Tunakubali. Lakini pia tunawakumbusha nao waliokuwa madarakani, viongozi, kwamba uongozi ni dhamana na dhamana ina misingi ya wajibikaji. Na pale na wao wanapoona kwamba wameshindwa kutimiza wajibu wao kikamilifu, manake na wao wakubali kuwajibika. Huo pia ni uzalendo. Hilo tutapenda pia kulikumbusha hilo. Kwamba tunaposema uzalendo uwe mbele na nyuma, yani uwe kwa watu wote. Usinihubirie tu mimi uzalendo, alafu wewe pia ambao umekaa pale hatuoni ukiishi katika uzalendo huu ambao sisi tunauhitaji. Kwa hiyo tunaomba sana vijana wenzangu, makundi mbalimbali ya kijamii, tunapokwenda kuadhimisha maadhimio ya siku ya uhuru,
ni kwamba tukaadhimishe maazimio haya kwa amani. Tuilinde amani, tuidumishe amani, tujenge umoja na mshikamano. Tukakae tukafanye tafakuri zetu za kina katika misingi mizima ya amani. Wale ambao wamevaa joho la dini pale walipokosea wakapata kumwomba Mwenyezi Mungu msamaha. Kwamba wameona kabisa hapo walipohubiri wamehubiri vitu ambavyo havipaswi, basi wakatake salama kwa Mwenyezi Mungu, kwa sababu Mwenyezi Mungu yeye kwa mujibu wa yeye ndio mwenye kusamehe. Lakini na wale ambao nao wametukosea, nao wakaombe msamaha kwa Mwenyezi Mungu, lakini kama wapo katika ofisi zetu za umma, basi ni vyema pia kiustaarabu tu, kiuzalendo tu, watazame namna nyingine. Wakuu wa mikoa, wakuu wa wilaya wanatakiwa kufahamu kwamba wao wanamwakilisha rais katika sehemu mbalimbali, na kauli zao huenda zikachukuliwa kama dira ya taifa, kwa sababu atasema ni teuzi ya nini? Ni teuzi ya rais. Kwa hiyo kujichunga na ndimi zao. Hatutaki kauli zenye farakano. Tumeshasema kwamba tutafuta hekima ya kurudi mezani, kufanya majadiliano ya kiungwana. Sasa hatutegemei mtu akataka kuanza kutuanzishia vita ambazo sisi tena tuzitaki. Hatutaki sisi vita za udini. Hatuhitaji. Hatuhitaji kuonekana nani mshindi, nani hajashindwa, hatuhitaji. Nini maana ya usuluhishi au nini maana ya maridhiano? Maana kila mtu anakubali kupoteza sehemu fulani ili tukutane katikati. Kwamba hakuna mshindi hapa. Kwa hiyo hatutaki lugha za kujimwambafai, hatuhitaji. KM Online TV.